Na mtazamaji wangu, leo hii taarifa mpya zimeweza kuibuka huku Watanzania wengi wakizidi kuibua maswali mazito kutokana na kile kilichoweza kuzungumzwa katika video hiyo kuhusiana na kifo cha Justina Mhagama. Mtazamaji wangu, kwanza kabisa ni vyema iwapo wewe hapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa usisahau kulike na kushare video zetu. Ni takriban siku chache zimepita, siku 2-3 hivi zimepita, baada ya kusikia taarifa kwamba Jenista Mhagama amefariki dunia. Jenista Mhagama alikuwa waziri katika nafasi katika wizara mbalimbali na amekuwa chief whip kwa muda mrefu, lakini vile vile amekuwa mbunge backbencher kwa muda tu, na amekuwa mbunge kwa muda mrefu toka 2000 mpaka 2025. Sasa alikuwa na miaka 25 akiwa bungeni, lakini manaka alikuwa ni senior mbunge wa senior kabisa. Kifo chake kimekuwa na utata mkubwa, maana kimekuwa ni kifo cha ghafla. Tujaambiwa kwamba anaumwa na nini, lakini mara ghafla tunamuona waziri wa afya anazungumza kwamba eti Jenista Mhagama baada ya ushindi wa kishindo, kwa mujibu wa yeye sasa, kwamba alidondoka. Kwa hiyo amekuwa akiwaza, akiwa anafikiria kuhusu ushindi ule, anadondoka. Sijajua kama ni essence hii inamaanisha nini, lakini kwa mimi nikawaza mbali sana na nikaja na historia kidogo, kwa maana ni katika matukio mbalimbali ambayo yamejitokeza katika hichi kipindi cha miaka 5 na wabunge walivyofariki katika utata na namna hiyo. Unakumbuka 2021 mwezi Septemba, tarehe 28, mbunge Ole Nasha, William Ole Nasha, mbunge wa Ngorongoro, ambaye alikuwa naibu waziri ofisa waziri mkuu, alifariki ghafla, alifariki dunia. Lakini baadaye tukaona eviction ya watu wa Maasai kutoka kule Ngorongoro. Inawezekana labda kulikuwa na agenda ambayo ilikuwepo, labda huyo Ole Nasha akashirikishwa, akagoma, akaona kana kwamba labda anataka kuleta mgomo kwenye Maasai, kwenye maslahi ya wale watu wachache wale. Lazima tutafakari kwa namna hiyo, kwa sababu tu ghafla tu alivyoondoka Ole Nasha, mpango wa kuondoa wa Masai ukawa mkubwa sana, na hatimaye hata yule mbunge aliyekuja kuchaguliwa na wananchi, naye nafikiri aligoma, naye alishughulikiwa kwa namna yake ya pekee. Tuliona hali ilivyokuwa Ngorongoro. Wa Masai wale wanahangaika, walikuwa kama vile wakiwa kelele za wananchi, nikiwemo hata mimi mwenyewe. Tulipiga kelele, hatimaye watu wa Ngorongoro wakaachwa, lakini lile jambo liliachwa katika muktadha mwingine mkubwa sana, kwa sababu baadaye tulikuja kuona huyu waziri ambaye ni waziri wa afya alipokuwa waziri wa TAMISEMI akazungumza swala zima la kufuta vijiji vya Ngorongoro. Mnakumbuka attempt ya kufuta kabisa vijiji vingi vya Ngorongoro, na huduma za wananchi wale wa Ngorongoro zikasitishwa kwa maana hiyo. Unaweza ukaona. Kwa hiyo ina maana kwamba inawezekana labda kuna agenda za watu fulani, katika kundi fulani la watu wana agenda zao katika lile eneo la Ngorongoro, ndio maana wakafanya hayo waliofanya. Nguvu kubwa ikatumika kwa ajili ya kuondoa. Lakini vile vile nitawarudisha historia nyingine. Mwaka 2023 kule Mbarali, mbunge wa Mbarali Francis Mtega, ndani ya bunge aliibua hoja nzito sana, mpaka akalia, bunge likatoa machozi. Lakini hakukuundwa kamati, by the way, yakatolewa tu maagizo. Waziri mkuu akaagiza waziri waliyekuepo, waziri huyo wa maliasili ambaye ndio huyu waziri wa afya, alikuwa waziri wa maliasili, akaunda, alafu akaja kukilia bungeni kwamba ulikuwa ni upotoshaji. Lakini kabla ya kukilia kwamba ni upotoshaji, mbunge Francis Mtega aligongwa na pawatila. Mnakumbuka alipata ajali ya pawatila
kule kule Mbarali. Mnaweza mkaelewa kwamba pawatila linamgonga mtu anakufa. Sijajua kama mnanielewa. Yani borrowed neno pawatila likamgonga mbunge yule akafa. Lakini alichokuwa anakisimamia nini? Alikuwa anasimamia maslahi ya wananchi wale. Watu wa nani? Maslahi ya watu wa Mbarali. Ardhi yao. Watu wamefukuzwa kwenye ardhi yao. Watu wamepigwa risasi kwenye yale maeneo. Alafu waziri tu anakuja kukanusha tu, kirahisi tu, na wabunge wakashangilia. Mnaweza mkaelewa maana yake. Maana yake alikuwa anapigania kwa sababu alikuwa anajua, alikuwa na siri nyingi. Huyu mtu alikuwa na siri nyingi za nani waliokuwa wanahusika katika swala zima la mauaji yale. Sasa ili kusudi siku moja anaweza kujisawa akalizungumza au akapeleka mahakamani akawa shahidi, akajua. Kwa hiyo akaamua labda ikatokea kwamba ili tumuondoe huyu ili kusudi kuzima kelele. Akaletwa Bahati Ndingo. Yule ndio mbunge sasa. Umeelewa vizuri? Labda ni mtu wao. Hatujui. Lakini sasa juzi kati hapa tumeshuhudia baada ya uchaguzi watu wamekufa, wameuawa, wapigwa risasi. Waziri aliyekuwa waziri wa afya alikuwa ni huyu Jenista Mhagama. Jenista Mhagama huyu ndo alikuwa waziri wa afya. Maana yake ni kwamba inawezekana kwa namna moja au nyingine haiwezekani, yani inawezekana. Yani inawezekana kwamba ala taarifa zote za watu waliopelekwa kwenye hospitali, waliouawa, waliopikwa, waliouawa wakapelekwa kule. Anazo kwa sababu yeye alikuwa ni waziri wa afya. Kwa hiyo kwa sababu amekuwa waziri wa afya, kwa sababu waziri unakoma baada ya rais kuapishwa. Sasa alikuwa hajaapishwa, alikuwa ni waziri. Kwa hiyo anajua alikuwa nazo taarifa zote za watu wote waliopigwa risasi au waliokufa kipindi cha uchaguzi, kwa sababu walienda hospitali, na ukipelekwa hospitalini lazima uandikishwe. Kwa hiyo ina maana labda kuna mazingira labda labda katika kupiga story na watu akajisahau, labda akasema kwamba mimi ninajua, taarifa ninazo. Labda alijisahau akasema hivyo. Labda nafanya assumption kwa sababu hatujui. Lakini kuniambia kwamba eti na nili imekuwa hivyo, hapana. Lakini swala tu la kujiuliza vile angalieni viongozi tu waliotemwa kwenye baraza la mawaziri juzi kati hapa. Tumemwona Selemani Jafo. Selemani Jafo huyu alikuwa ni waziri wa mambo ya nini? Ya uwekezaji. Yani mambo ya biashara. Huyu Selemani Jafo maana yake anajua wafanya biashara wazuri na anajua wafanya biashara wa ovyo. Sasa hatuwezi kujua kwamba hawa wafanya biashara wanafanya biashara halali au haramu, hatujui. Sasa kwa hiyo ina maana kwamba inawezekana naye anajua siri nyingi. Kwa hiyo akaamua labda kumtoa na yeye ajiangalie nyendo zake. Kulikuwa na waziri mmoja anaitwa waziri wa maliasili, huyu Pindi Chana. Mnakumbuka naye ameondolewa kwenye baraza la mawaziri. Si mnakumbuka? Anajua mikataba mingi iliyosainiwa katika eneo lile la maliasili. Lakini tulikuwa na waziri anayehusika na mambo ya nishati. Mnakumbuka? Waziri anayehusika na mambo ya nishati. Nani swala zima la nishati, unajua kwamba ni swala ambalo lina utata mkubwa, na asilimia kubwa nishati hii imemilikiwa na viongozi wachache. Kwa hiyo anajua mikataba ipi iliyoko katika Wizara ya Nishati imesainiwa, inahusu nini. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo labda wanaamua kufanyaje? Kumterminate. Lakini zile vile kuna mawaziri kibao. Sasa masuala kama haya ndio nataka na wewe Mtanzania mwenzangu utafakari kwamba nini kinachoendelea, nini kitakachoendelea katika haya mambo. Tumepata taarifa kuna Godfrey Geoffrey Mwambe. Huyu alikuwa ni waziri wa uwekezaji. Alikuwa ni waziri wa uwekezaji, maana yake investment zote huyu ndio alikuwa ni custodian wao. Alikuwa anajua wawekezaji wapi wazuri na wawekezaji wapi ambao ni matapeli wamekuja katika nchi. Inawezekana labda katika namna moja au nyingine akawa ana siri nyingi. Lakini vile tukumbuke polepole ametoa siri nyingi.
ya ambayo tulikuwa tusijui sisi, mambo mengi ambayo tulikuwa tuyajui sisi. Yuko wapi? Sisi tunaelewana vizuri. Kwa nilikuwa nataka nijaribu kutoa tu mtazamo wangu na tutafakari kwa pamoja. Lakini wa Tanzania tunatakiwa, hichi kipindi ndio kipindi ambacho tunatakiwa kushikamana zaidi kuliko kipindi chochote. Tukifeli kushikamana, tukiletewa mambo ya kutawanya kwa makundi ya kidini na makabila au na ukanda, tukitenganishwa katika misingi hiyo, wenzetu tutawapa nguvu zaidi, kwa sababu watakuwa wameshashinda vita ya uchumi. Vita ya uchumi sio vita ambayo inahusu maskini. Vita ya uchumi ni vita ambayo inahusu. Lakini vile vile niwakumbushe, muulizeni Kigwangala. Kigwangala alizungumza, alitupa kodi wananchi kwamba kuna mawaziri na kuna viongozi wakubwa waandamizi wa serikali wana magorofa yao kule Dubai na South Africa. Alirudi bungeni. Waulizeni watu wakina Ole Sendeka waliokuwa na hoji maswala, wamerudi bungeni. Waulizeni akina Mpina waliokuwa na hoji maswala mazito ya kinchi, wamerudi bungeni. Waulizeni wale akina nani wale, alikuwa nani yule mbunge wa Kilosa nani yule Kunambi, walikuwa wanajaribu kuhoji maswala mazito, wamerudi bungeni. Haya ndio maswala ya msingi ya kufikiri. Sasa Ndugai, kifo cha Ndugai kilikuwa na utata, mnakumbuka? Sasa haya mambo jamani, tunatakiwa tufikiri yani si tufanyeje yani. Tumuombe tu Roho Mtakatifu, Mungu aingilie kati hapa katika nchi hii kuinusuru, kwa sababu hata nimesikia kauli ya Emmanuel Nchimbi anazungumza kwamba swala zima la udini, watu wanaingiza udini au wanaingiza mambo ya ukabila, wanaingiza mambo kama hayo. Baada ya muda mfupi nchi hatutakuwa na nchi. Ni kweli nchi itakuwa haipo tena, kwa sababu wananchi wameamka. Ukabila tunataka tugawanywe, na hao viongozi ndio wanao-entertain mambo hayo ya kugawa watu katika misingi ya dini, ili kusudi tu weekend wao ili kusudi wawe nafasi zao ziwe katika safe side. Mungu atupe macho ya rohoni na kuyangamua haya. Sio mambo ya kawaida, sio mambo ya kawaida. Hata kifo cha ndugu yetu Jenista Muhagama sio kifo cha kawaida. Kuna wengine wanazungumza Lema alitabiri kwamba Jenista akikosa waziri anaweza kufa haraka sana. Hizo ni propaganda. Na msihamishwe huko nyinyi wa Tanzania. Mnatakiwa muwaze nini kilichoko. Huyu Jenista Muhagama alikuwa nani kabla ya kutenguliwa kuwa waziri, kwenye baraza la mawaziri? Alikuwa nani? Ana siri gani? Alikuwa anajua mambo gani? Mimi naishia hapo. Tafakari kwa pamoja. Mungu awabariki sana. Mimi naitwa Kijana Mzalendo. Asanteni sana ndugu zangu. Muwe na siku iliyo njema. Na mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kusikiza maneno hayo mazito ambayo yameweza kuzungumzwa na jamaa huyo, ni vyema iwapo utaweza kutufahamisha maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na alichoweza kukizungumza jamaa huyo. Watanzania wengi wameweza kutoa maoni yao katika mitandao ya kijamii. Ni vyema pia wewe uweze kufanya sawia. Muhimu kabisa, usisahau kusubscribe. Bye bye until the next video.